Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Israel imefanya mashambulizi makubwa na mazito dhidi ya ukanda wa Gaza. Israel iwashambulia wa Palestina katika ukanda wa Gaza saa chache baada ya rais wa Marekani kutangaza kufikiwa kwa makubaliano ya kulipokonya silaha kundi la Hamas, katika hatua ambayo ingepelekea majeshi ya Israel kuondoka. Shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa Wapalestina kadhaa wamejeruhiwa katika shambulizi hili, likinukuu maafisa wa afya wa ukanda wa Gaza. Wakati huo huo, Al Jazeera imeripoti shambulizi karibu na msikiti katika eneo la Karma, kaskazini mwa jiji la Gaza. Jeshi la IDF limeiambia BBC kuwa linachunguza tukio hilo, likisema litatoa taarifa zaidi pindi watakapopata taarifa hizo kwa mapana. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya ukanda wa Gaza inayoongozwa na Hamas, takribani wa Palestina 1168 wameuawa katika mashambulizi ya Israel tangu makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas yalipoanza kutekelezwa Oktoba mwaka uliopita. Wanajeshi 4 wa Israel wameuawa katika mashambulizi ya Palestina mjini Gaza katika kipindi hicho. Israel hata hivyo inafanya ukatili wa hali ya juu kwa watu wa ukanda wa Gaza. Licha ya eneo la ukanda wa Gaza kuonekana magofu, lakini bado Israel inafanya mashambulizi katika eneo hilo. Kumekuwa na makubaliano ambayo rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kwamba wapiganaji wa Hamas wamekubali kuachia silaha, na katika kipindi cha miezi 6 tangu Israel na Hamas walipotarajiwa kuanza awamu ya pili ya makubaliano usitishaji wa vita, hatua zilipigwa zimekuwa ni chache sana. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya ukanda wa Gaza inayosimamiwa na Hamas, takribani wa Palestina 1168 wameuawa katika mashambulizi ya Israel tangu usitishaji wa vita kati ya Israel na Hamas ulipoanza kutekelezwa mwezi Oktoba mwaka jana. Takwimu za wizara hizo zinachukuliwa kuwa za kuaminika na Umoja wa Mataifa UN. Katika kipindi hicho ni wanajeshi 4 tu wa Israel waliotangazwa kuuawa katika mashambulizi yaliyofanywa na Wapalestina ndani ya ukanda wa Gaza. Mnamo tarehe 7 Oktoba mwaka 2023, Hamas iliongoza mashambulizi dhidi ya Israel ambayo yalisababisha vifo vya watu 1200 huku watu 251 wakichukuliwa mateka. Israel ilijibu kwa kuanzisha operesheni kubwa ya kijeshi katika ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya ukanda huo inayosimamiwa na Hamas, zaidi ya watu 73,290 wameuawa wakati wa kampeni hiyo ya kijeshi, wakiwemo watoto 21,280. Mnamo mwaka 2024, Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC ilitoa hati ya kukamatwa kwa madai ya uhalifu wa kivita dhidi ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na waziri wake wa ulinzi wa zamani Yoav Gallant pamoja na kamanda wa kijeshi wa Hamas Mohammed Deif. Israel inasema kwamba Deif aliuawa katika shambulizi la anga, ingawa taarifa hiyo imekuwa ikijadiliwa na pande mbalimbali. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alilaani uamuzi wa ICC akiuita wa chuki dhidi ya Wayahudi, huku Hamas ikisema kwamba hati za kukamatwa zilizotolewa dhidi ya Netanyahu na Gallant zimeweka mfano muhimu wa kihistoria katika suala la uwajibikaji wa kimataifa. Mnamo mwezi Septemba mwaka 2025, tume ya uchunguzi ya Umoja wa Mataifa UN ilisema kwamba Israel ilikuwa imefanya mauaji ya kimbari dhidi ya Wapalestina katika ukanda wa Gaza. Kwa upande wake, Wizara ya Mambo ya Nje ya Israel ilikanusha vikali ripoti hiyo, ikielezea kuwa imepotoshwa na ni ya uongo. Kwingineko ni rais wa Marekani Bwana Donald Trump ambaye ametangaza kwamba kwa sasa kundi la Hamas limeshakubali kuachia silaha, lakini moja kati ya jambo ambalo ameshangazwa nalo ni mashambulizi haya ya wakati huu wapiganaji wa Israel IDF. Rais wa Marekani amesema kuwa bodi ya amani imeshafikia makubaliano ya kuhakikisha Hamas na makundi mengine yenye silaha katika ukanda wa Gaza yanaweka silaha chini kabisa. Hata hivyo, inadaiwa kwamba Israel bado haijatoa maoni au kauli rasmi kuhusu tangazo hilo, na Trump amesema kuwa Israel itaondoka katika ukanda huo wa Gaza kadri zoezi la kuachana na silaha litakapokamilika, na akayataja makubaliano hayo kuwa hatua muhimu kuelekea Gaza hatimaye kutawaliwa na serikali mpya ya Kipalestina. Awamu ya pili ya mpango wa usitishaji wa mapigano huko katika ukanda wa Gaza imeratibiwa na Marekani, inajumuisha kundi la Hamas kuachana kabisa na serikali, na awamu hiyo ya pili pia inahusisha ujenzi mpya wa ukanda wa Gaza ambao umeathiriwa vibaya na vita vya muda mrefu.
Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.